kwanza katika historia ya mkoa wa Kagera, lakini pamoja na upya wake ni lazima nikiri kwamba yameandaliwa vizuri sana. Na Kiislamu tunasema mashaallah. Nilipoingia humu nilijiuliza tuko Dubai, maana Dar es Salaam tumewapita. Kwa hiyo nikasema hapa ama ni Dubai au Omani. Lakini nikaambiwa Al-Hajj Sheikh Harun Kitwabuta alishinda hapa jana kusimamia jambo hili. Ndugu zangu, hello. Ndugu zangu katika imani, tuko hapa kushuhudia na kuwapongeza vijana wetu walioshiriki mashindano ya kuhifadhi Qur'ani. Wingi wetu katika hadhara hii unadhihirisha kwamba sote tuliopo hapa tunatambua na kuthamini umuhimu wa Qur'ani katika maisha yetu. Uwepo hapa unadhihirisha kwamba sisi sote tuliopo hapa tunatambua na kuthamini umuhimu wa Qur'ani kwa maisha yetu. Na kwa muhtasari tu nitasema Qur'ani ndio kila kitu katika maisha yetu, kama ilivyoelezwa katika Qur'ani yenyewe, aya iliyowekwa pale. Hiki ndicho kitabu kisicho na shaka ndani yake, ni mwongozo kwa wamchao Mwenyezi Mungu. Inshallah Mwenyezi Mungu atudumishe katika imani hiyo. Ndugu zangu, ni matarajio yangu kwamba mashindano haya mazuri yataleta athari kubwa kwetu na watoto wetu. Kwanza, watoto wetu wataongeza ari ya kusoma Qur'ani, walimu wataongeza ari ya kufundisha, wazazi watahimiza vijana wao kwenda madrasa, na mwisho Qur'ani itasomwa na kusambaa kwa kasi mkoani kwetu na kwingineko, na Uislamu utaimarika. Na hayo ndiyo malengo makuu ya mashindano haya. Ndugu zangu katika imani, nilipoombwa kuwa mgeni rasmi katika hadhara hii nilisita sana. Nilikuwa na utayari mkubwa sana wa kushiriki katika maandalizi na kuhudhuria hapa leo, lakini kama msikilizaji, si mgeni rasmi. Hii ni kutokana na ukweli kwamba elimu yangu katika masala haya ni ndogo sana. Hivyo muda wote nimekuwa nikijiuliza, nikija hapa mbele ya viongozi wangu wa dini, wabobezi katika dini, wanazuoni wakubwa hawa, nitawaambia nini? Lakini kabla ya kulala jana usiku nilimuomba Mwenyezi Mungu anijalie nipate cha kusema. Na nitajitahidi kuzungumza kwa uchache sana. Nukta mbili tu muhimu ili nisije nikaliharibu jambo. Nukta ya kwanza, nitazungumzia umuhimu wa Muislamu mwenyewe kujitambua, kujipambanua na kujinasibisha kwa fahari kubwa na Uislamu wake. Hili ni swala la lazima na wala sio hiari. Wapo Waislamu mpaka anakufa wallahi hamna mtu anajua kama Muislamu. Kwani yule bwana dini gani? Hajaonekana madrasa wala msikitini. Huu ni mtihani na tuuepuke nao. Mimi hapa Mungu akimchukua sasa hivi, hata ndugu zangu wa kule Dar es Salaam wakichelewa, mtazikwa kwa heshima kubwa zote za Kiislamu. Kwa sababu Sheikh Kitwabuta atajinasibisha, huyu ni muumini wangu. Kakwekwe atasema huyu ni muumini wangu. Sheikh Shahid atasema huyu ni muumini wangu. Amirati wangu atasema tunakuwa naye msikitini Ijumaa. Kwa hiyo mara moja nitaoshwa, nitasaliwa na nitazikwa kama Muislamu kwa fahari ninayoitamani kwamba Mwenyezi Mungu nasi itoe nafsi yangu hadi pale aitoe nikiwa katika Uislamu na awe radhi nami. Ndugu zangu katika imani, najua wengi mnatamani kujua muandaaji hasa wa mashindano haya ni nani. Nitawajuza. Muandaaji wa mashindano haya ni Waislamu wote wa mkoa wa Kagera. Lengo kuu likiwa ni kuleta umoja wa kiimani
kwa Waislamu wa mkoa huu bila kujali huyo ni BAKWATA, Ansar Sunna, Ijumaa na Adhuhuri na kadhalika. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, lengo letu limefanikiwa. Kazi hii imefanywa na umoja wa mashehe kutoka taasisi zote, na ndio sababu mashindano haya yamefana sana. Alhamdulillah. Ndugu zangu, nawapongeza sana kwa kazi hii kubwa mlioifanya. Inshallah Allah atawalipa jaza yenu. Na ninaposema kila Muislamu ameshiriki, maana yake ni kwamba nyote mliokuja hapa kila mmoja amegharamika. Wakina mama huko wameenda madukani kununua mitandio, wengine leo wamenunua mabaya mapya, nauli za bodaboda zimelipwa, wengine wameleta masufuria, wengine wamechanja kuni, wengine ng'ombe. Ndio maana nimesema ni jambo la mkoa mzima, Waislamu wote, kila mtu kuna mchango wake. Walimu wa madrasa wamekesha, wazazi wamepambana, mmewaona watoto walivyopendeza hapa. Hizi zote ni jitihada za pamoja kuhakikisha jambo hili linafanya. Na ndio maana nasema sisi kama binadamu hatuna kikubwa cha kuwalipa, ila insha Allah Mwenyezi Mungu atawalipa jaza yenu. Ndugu zangu katika imani, ni kwa nini tunataka umoja wa Kiislamu usiotenganishwa na madhehebu au taasisi? Tunataka umoja huu lengo kuu likiwa ni kulinda nguvu ya Uislamu, kwa sababu umoja ni nguvu. Hata jambo hili tusingeunganisha nguvu lisingekuwa katika ubora huu. Tuliposema hakuna BAKWATA, hakuna Ansar Sunna, hakuna nani, tumechanganya maarifa ya mashehe wetu wote kwa pamoja, tukapata jambo hili zuri. Na hivi ndivyo inavyopaswa kuwa. Ndugu zangu katika imani, naomba niwakumbushe kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina kitokea Maka, alianza kwa kufanya mambo makubwa matatu yafuatayo. Kwanza, alijenga msikiti unaojulikana kama msikiti wa Mtume au Masjidin Nabii Madinatul Munawwara, ambao mpaka leo Waislamu wanapokwenda hija hupata nafasi ya kuuzuru, kusali na kuomba dua. Nami ni miongoni mwao waliopata bahati hiyo. Ndugu zangu, jambo la pili alilofanya, aliunganisha udugu baina ya Muhajirina na Ansar. Muhajirina ni Waislamu waliohama kutoka Maka na Mtume Muhammad, na Ansar walikuwa ni Waislamu wa Madina waliompokea Mtume kule Madina. Kwa hiyo sisi huku hatupaswi kugawanyika, kwa sababu Mtume Muhammad aliwaunganisha wenzetu waliotangulia. Kwa hiyo ndio maana tunafanya hizi jitihada, na sisi tujiunganishe kama kweli lengo letu ni kunusuru sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini jambo la tatu alilofanya, alitengeneza mwongozo au katiba iliyowezesha kuwaunganisha Waislamu na kutengeneza umoja wa Waislamu. Kupitia mwongozo huu alibainisha masala muhimu ya namna ya kumiliki ardhi, kuongoza watu na namna ya uendeshaji wa shughuli za dini ya Kiislamu. Ndugu zangu, kwa kuzingatia misingi hiyo, na sisi Waislamu wa Kagera tumedhamiria kwa dhati kufanya kazi ya kuitangaza dini ya Mwenyezi Mungu kwa kuunganisha nguvu bila kubaguana, ili mradi tu kila tunalolifanya limo aidha ndani ya aya za Qur'ani au hadithi za Mtume. Takbir. Inshallah Allah atuwezeshe. Ndugu zangu katika imani, naomba nikuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu. Jambo hili tuliloliasisi leo ni jema na muhimu sana. Nawaomba sana liwe la kudumu. Nawaomba sana liwe la kudumu. Nawaomba sana liwe la kudumu na endelevu, likirithishana kizazi hadi kizazi. Nilipokuwa nazungumza na washiriki wetu jana, niliwaambia ninyi ni jeshi la Allah. Ni jeshi la Allah kwa sababu wanaosoma Qur'ani wakaihifadhi Qur'ani ndio askari wa mstari wa mbele katika kuutangaza Uislamu. Kama hujui Qur'ani, huwezi kusema unatangaza dini. Unaitangaza kwa muongozo upi?
Kwa hiyo sote tuna kila sababu ya kuwekeza nguvu kubwa kuwawezesha wale waliojipambanua wakajiweka mbele katika masala haya ya dini, kwa sababu bila Qur'ani hata misikiti itapoteza nguvu na makusudio yake. Haya ni kusali mtu ambaye hajui Qur'an, haswalishi ambaye hajui Qur'an, kwa sababu anaweza kwenda kusali akamfuata imamu, lakini hakuna imamu asiyejua Qur'ani. Uongo kweli mashehe? Utaswalisha vipi kama hujui Qur'ani? Angalau hata alhamdu, kul a'udhu birabbin nas, kul a'udhu birabbil falaq. Tusonge mbele. Ndugu zangu, mimi binafsi nawaahidi, hata ikiwa sitakuwa kageni, kwanza ni upendo na mshikamano miongoni mwetu. Tupendane na tushikamane kwa ajili ya Allah bila kujali hali zetu za kiuchumi. Tuepuke matabaka ya walionacho na wasionacho, wasomi na wasiosoma, wa mjini na washamba na kadhalika. Tukumbuke kwamba daraja ya mwanadamu kwa Allah haipimwi kwa mali anazomiliki duniani wala vile walivyonavyo duniani, bali hupimwa kwa amali njema na matendo mema ya mja. Juhudi zinazolenga kulingania Uislamu ni jihad na zina malipo makubwa. Ndugu zangu, mwisho kabisa, Wanakagera mlio wajuma na masaa machache sana kwa ajili yenu. Lakini nilipofika Kagera nilimwambia, mimi babu yenu, nyinyi wajukuu zangu Kagoma, mkasema wewe ndio mjukuu wetu. Mimi nikakubali, lakini hamkujua kwa nini nilikubali upesi. Hivi kuna mtu anapendwa kama mjukuu? Pipi, babu atakuja na pipi mbili za nani? Akija na epo moja, bibi nitamwalika kwenye dua kwangu, atatoka zile sambusa anazifunga kwenye tishu. Zinaenda kwa nani? Sasa mimi mjukuu wenu nimesimama. Sijawahi kusikia maishani mwangu mjukuu anaomba kitu kwa babu yake au kwa bibi yake akanyima. Na mimi naomba msinyime. Niko hapa pamoja na mambo mengine yote, naombeni kualika shughuli. Warasi wa sipigi kampeni, ila nawalika shughuli. Na shughuli mwezenu tarehe 15 na 16, bosi wangu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anakuja Kagera. Na waomba mniheshimishe, mje kwa wingi kama mlivyokuja leo, tena mwahi kama mlivyowahi leo. Inshallah, mje tumpokee, tumlaki kwa vifijo, nderemo na bashasha.